Naam, ripoti za TRC Mzundu TV zina ripoti kutokea hapa ndani ya viunga hivi vya halmashauri ya wilaya ya Handeni. Na lengo kubwa hasa iliweza kutufanya tuweze kufika hapa ndani ya viunga hivi vya halmashauri ya wilaya ya Handeni ni kuja kwa ajili ya kuhudhuria hafla ya utoaji wa tuzo kwa shule na kata zilizofanya vizuri kitaaluma kwa shule za msingi mwaka 2025. Na mgeni rasmi tunatarajia atakuwa ni Mheshimiwa Naibu Waziri wa TAMISEMI Mheshimiwa Ruben Kwagilwa mbunge na Naibu Waziri wa Ofisi ya Rais TAMISEMI. Ndiye mgeni rasmi ambaye tunatarajia atakuwepo hapa kwa ajili ya kuhudhuria hafla hii ya utoaji wa tuzo kwa shule na kata zilizofanya vizuri katika mitihani ya taifa kwa maana mtihani wa darasa la 4 na mtihani wa darasa la 7 kwa mwaka 2025. Tutasikiliza taarifa na mikakati ambayo kama halmashauri imejiwekea kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inainua ufaulu wa wanafunzi katika halmashauri hii ya wilaya ya Handeni. Patana nami sambamba, ndugu mpenzi mtazamaji wa TRC Mzundu TV, ni kupeleke moja kwa moja ukumbini. Mliambiwa kutakuwa na wale shule most improved schools, shule ambazo zimefanikiwa faulu kwa kiasi kikubwa. Shule zilizofanikiwa faulu kwa nyingi, lakini zilizofanikiwa faulu kwa kiasi kikubwa na kutakuwa na wale. Tukianza shule ya kwanza Msika, hii Msika ilifanikiwa faulu kwa 90%, yaani kwa alama 90. Mwaka 2024 ilikuwa ni 127, lakini ilipoenda mwaka 2025 ufaulu wake ulikuwa 117. Kwa maana hiyo ile difference ya alama alipata alama kwa kiasi kikubwa sana. Ana alama 90 aliongeza. Kwa hiyo ilikuwa ni most improved school ambayo imeongoza. Ilifuatia Gokorenga na ilifuatia kwa alama 71. Ikaja Samia Suluhu alama 67, Tisa kwenye 14, Wakolo alama 28, Kobili alama 27 na Ugweno alama 10. Tumeweza kufanya vizuri kwa upimaji wa kitaifa wa darasa la 4, asilimia ufaulu kupanda kutoka 93 hadi 94 kwa mwaka 2025. Halmashauri ilikuwa ya 4 kimkoa katika halmashauri hizo. Halmashauri imeweza kuanzisha shule ya mchepuo wa Kiingereza Intermediate ya serikali ambapo shule hiyo imeweza kuwa na mafanikio makubwa kwa kupata wastani wa ufaulu mkubwa wa alama 271 kati ya 300 sawa na daraja A. Ukilinganisha shule zingine za binafsi zenye mchepuo wa Kiingereza na za kawaida ndani ya halmashauri na kwa ujumla. Kwa hiyo tunaona sisi pale Intermediate kama mafanikio kwetu. Serikali imesaidia kufanikiwa kwa semina mbalimbali kwa mwaka 2024-2025 kupitia mradi wa shule bora na serikali kuu kama ifuatavyo. Tumepata mafunzo mbalimbali, mafunzo mengi sana, sisi tunaona mafanikio kwa mwaka jana kama mwaka huu. Mafunzo ya shule bora, tumepata mafunzo ya hisabati, mafunzo ya English, mafunzo ya ubadilishaji wa watoto wenye mahitaji maalum, mafunzo ya elimu jumuishi, tumepata mafunzo ya taaluma, mafunzo ya sayansi, mafunzo ya JK, mafunzo ya unasiri, mafunzo ya KK. Kwa hiyo tumepata mafunzo mengi sana kwa mwaka huu kama ukweli, sisi tunaona hayo yote kama mafanikio. Kwa walimu wetu wameweza kuongeza ujuzi au wanaweza kuongeza knowledge fulani ambayo itasaidia katika zoezi zima ufundishaji na ujifunzaji. Lakini pia mafanikio mengine ambayo tunaona sisi kama halmashauri ni kuongezeka kwa shule za msingi za serikali na za binafsi kutoka idadi ya 119 2022 mpaka sasa tuna shule 144 2026. Kwa hiyo sisi tunaona kama mafanikio. Kuhamasisha jamii na shule kutengeneza madawati na shule zikarabati madawati mabovu yaliyoharibika. Tumesema ni mapungufu ya thamani. Lakini kipindi cha mchezo kuna shule zingine madawati mabovu wanaweka kwenye pembeni au wanasema kwenye store. Kwa hiyo madawati mabovu tunaelekeza kwa pamoja tukayakarabati ili kupunguza ile tatizo la nini la madawati. Tunaendelea kutoa fedha za kukamilisha maboma yanayojengwa na nguzo za wananchi pamoja na kujenga madarasa mapya. Ingine kwa ajili ya kuishauri serikali kuu ipate walimu kwa ajili ya maeneo yenye upungufu. Kushirikiana na wadau mbalimbali na mashirika ya serikali na yasiyo ya serikali katika kusaidia ukarabati na ujenzi wa miundombinu ya shule, samani na vifaa vya kufundishia na kujifunzia kwenye shule zetu. Halmashauri itaendelea kufanya ukaguzi katika ngazi ya shule na kata, tunasema close to school supervision inspection, kwa kushirikiana na idara ya ukaguzi na kuimarisha programu za ufuatiliaji ngazi ya idara ya elimu, ikiwa na ziara na maofisa kwenye idara. Tuangalie mikakati ya kuinua taaluma. Sisi kama halmashauri tuna mikakati yetu sasa ya kuinua taaluma. Mikakati mojawapo ni kuendelea kutoa motisha kama tunavyofanya leo, ili ikawa mkakati wa halmashauri. Ili tuendelee kuhamasisha wale wanaofanya vizuri, tutaendelea kutoa motisha kama kadri miaka inaendelea, kwa hiyo tutaendelea kuwatisha kuboresha zaidi. Kama mwaka jana tulikuwa na tuzo, lakini mwaka huu tunakuwa na tuzo.
tuzo. Kwa hiyo maana ni maboresho. Kuhakikisha kila mwalimu anafuatia masomo yake na kukamilisha mada ipasavyo na bila vipindi kupotea. Ndio tutakuwa na supervision kwa vitu walimu wanafanyaje? Wanafundisha. Lakini wewe kama mkuu, wewe kama serikali kuna hiyo jukumu la kuhakikisha wanafunzi walimu wanafundisha na ipasavyo na vipindi alipotee. Kufuta daraja hii na F shule za msingi, kila mwalimu mmoja katika somo lake hakikishe anafuta daraja. Jamani, hii ni mkakati. Kwa sisi kama tunashauriana sana. Ufaulu wa daraja hii ni hapo sasa. Daraja hii na F tuliondoa kabisa wewe. Yaani tungependa hiyo hivyo. Kwa hiyo nitaifanya wale mwalimu yeye mwenyewe ajipange yale mikakati yake kama ni kwanza mwanzo wa mwaka alifanya mikakati kabisa ya kufuta daraja hii na F. Wewe kwa mitihani ya pamoja na ile examination kwa madarasa mengine na sio ya mitihani ya taifa. Na kwanza kama mitihani ya mkoa wilaya, lakini pia maana shule nyingi zinafanya mitihani ile ya mwezi ya kikanda na mitihani zinatoa ada ya wilaya. Hiyo ni mitihani ya pamoja. Kila shule ihakikisha ajenda ya chakula shuleni inakuwa ya kudumu. Huu ni mkakati mmoja mwingine. Tuhakikishe kila shule zetu zinatoa chakula. Kuhakikisha vikao vya tathmini vinafanyika katika ngazi zote baada ya mitihani kufanyika, ngazi ya shule, kata na halmashauri. Hiki ni pale kwa tathmini. Kwa hiyo basi kama hiki baada ya mtihani kutoka kwa tathmini kufanyika ngazi ya shule, mwalimu mkuu anatakiwa na kikao cha tathmini, unaangalia matokeo yako, umefanya vizuri wapi, amefanya vizuri wapi, mnakaa ndani ya shule. Lakini na wewe serikali level yako kata unajua kufanyika kama hiki cha tathmini. Kuangalia umefanikiwa wapi kwa kata yenu na wapi umeshuka. Na kama mkakati hizi ya kufanyaje ya kurekebisha hiyo hali ambayo haiko vizuri. Lakini mkakati mwingine sisi kama halmashauri, mkakati wa lugha ya Kiingereza kuhakikisha wanafunzi wasio pekee kwa darasa pili idadi inapungua, lakini pia wanafunzi hao wanaongea Kiingereza kwa darasa hili. Kama nilivyosema wanatoa Kiingereza na Kiingereza na KK. Kama kuhamasisha tuendelee kufanya vizuri KK, kukuza wanafunzi ambao wanajua kusoma na kuandika, lakini pia tuendelee kuwasaidia waweze Kiingereza na kufunza lugha ya Kiingereza. Sasa ukiingia hivi mtaalamu pia unataka Kiingereza kufunza katika darasa moja wasoma. Kwa maana hiyo lazima Kiingereza kufanya mazoezi ili wanafunzi waweze kupata uelewa kuhusiana na hiyo lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo inabidi ianze chini. Kwa hiyo kama mkakati na basi kama halmashauri tunatoa zawadi ya KDI ya Kiingereza, tunaendelea kutoa zawadi kuhamasisha wanafunzi wetu. Na KDI. Kila shule ihakikishe kamati ya udhibiti bora ndani ya shule inafanya kazi yake na kufanya tathmini ya kila wiki kubaini changamoto za ufundishaji kwa wiki hiyo na kufuatilia kusafia ukuzi. Aidha kwa kushirikiana na udhibiti bora wa shule, tunafanya kushirikiana na udhibiti bora. Tuna kamati za udhibiti bora ndani ya shule, kwa hiyo tunasisitiza tunafanya kazi yetu vizuri. Sababu wao udhibiti bora ndani ya shule leo tukabwana wao wenyewe. Kwa hiyo tunapitia mkabwana nini wao wenyewe. Unaona marekebisho yetu mbalimbali. Kwa hiyo kamati kwa hakika zinakuwa active. Mkakati mwingine kwa ile kusimamia mikakati ya kudhibiti utoro, back to school kwa kushirikiana na wazazi, viongozi wa vijiji na kata. Kwa hiyo kusimamia utoro. Kusimamia utoro kupitia ofisi viongozi kama kwa shule, asharikata, viongozi wa vijiji pale, viongozi wa kata. Kwa pamoja tushirikiane kusimamia utoro. Sababu tunatoa utoro na kupelekea wanafunzi kama yeye kufikia siku. Sababu ahudhurie na wanajua shule. Mkakati mwingine kuendelea kusimamia mpango wa maendeleo wa walimu kazini MEWAKA na jumuiya ya kujifunza ndani ya shule, kata na taasisi ili kujadili mada ngumu kisha wanafunzi wanashiriki michezo kikamilifu. Swali tena tuliacha nyuma. Kwa maana hiyo tunasisitiza michezo shuleni. Sababu michezo ndio inaongoza wanafunzi shuleni. Tuendelee na michezo, wanafunzi wetu wacheze michezo, viwanja vya michezo vipo. Kama iko ovyo, wanafunzi wetu wapate muda mchezo, vipindi vya michezo vizingatiwe. Sababu michezo ni muhimu sana kwa watoto wetu. Kwa hiyo ndio tunataka sisi kama halmashauri. Kwa hiyo kupitia mikakati ya msingi na sekondari, kwa hiyo tunaomba tuifanyie kazi. Ndio watu tunasema kama halmashauri. Ukienda sekondari na mikakati kama hii, na sisi msingi tuna mikakati kama hii. Kwa hiyo tunaomba tuifanyie kazi na ndio mikakati ambayo tutatekeleza nayo mwaka mzima. Kwa hiyo tunaomba tuifanyie kazi. Baada ya kutekeleza na tunaishia hapo. Nikiripoti tokea hapa ndani ya viunga hivi vya halmashauri ya wilaya ya Handeni, mimi Nchisko wa TRC Mzulu TV, Handeni DC.